Leo tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa Biblia na ukweli. Baadhi ya watu husema Biblia haiendani na kisayansi na haikutegemea matukio halisi, hivyo haikubaliki. Hata miongoni mwa waumini katika Mungu kuna kutokuwa na hakika kuhusu kama Biblia ni ukweli. Kwa hiyo hawawezi kuamini wala kukubali mafundisho yake. Kwa hiyo kwanza, hebu tuchunguze jinsi Biblia inavyojengwa kwa kufungua Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 12. Naam, yeyote anayetaka kuishi maisha ya utauwa ndani ya Kristo Yesu atateswa. Lakini watu waovu na wadanganyaji watazidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Bali wewe, udumu katika yale uliojifunza na kuyaamini kwa uthabiti, ukitambua ya kuwa ulijifunza hayo kutoka kwa nani, na jinsi ambavyo tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yanaweza kukuhekimisha upate wokovu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kila andiko ni nini? Limevuviwa na Mungu. Mungu alimwaga Roho Mtakatifu na akaiumba. Tuangalie mstari wa 16 tena. Kila andiko limevuviwa na Mungu na lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, kwa kuwaongoza na kwa kuwafundisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe amekamilishwa, apate kutenda kila kazi njema. Kila mtu. Nani aliandika Biblia? Inatufundisha wazi kwamba Biblia iliandikwa na watu walioongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Basi kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo viliandikwa katika nyakati tofauti. Ingawa baadhi yaliandikwa wakati sawa, mengi yao hayakuandikwa wakati sawa. Mambo haya yote yaliyoandikwa kwa kipindi kirefu na Mungu ni unabii mmoja. Ingawa manabii walitoka mahali tofauti, walikuwa na kazi tofauti na walikuwepo katika nyakati tofauti, Mungu anatufundisha kupitia Biblia kuhusu kwa nini wanadamu walikuja duniani na tunapoelekea. Kwa hili Mungu alituma manabii katika kila enzi. Kila andiko limevuviwa na Mungu. Timotheo wa pili sura ya 3 inatufundisha kwamba iliandikwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Timotheo wa pili sura ya 3 imeandikwa katika toleo jingine kama ifuatavyo: mambo yote yaliyoandikwa katika Biblia yanatoka kwa Roho wa Mungu. Inatusaidia kwa njia nyingi. Biblia inatufundisha lililo kweli. Inatuonya tunapofanya mambo mabaya. Inatuonyesha lililo sawa. Inatufundisha jinsi ya kuishi maisha mazuri. Hivyo ni lazima tuelewe kwamba maneno katika Biblia yanatoka kwa Mungu na hayakuandikwa kulingana na mawazo ya wanadamu wenyewe. Watu wanaposoma matendo au nyaraka katika Agano Jipya wanauliza, je, si ni barua tu aliyoandika Paulo? Kuna maoni yasiyo sahihi kwamba Biblia ilitungwa na wanadamu. Lakini kuanzia ukurasa wa kwanza hadi ukurasa wa mwisho, Mungu aonaye mwisho tangu mwanzo aliweka maneno haya yote katika Biblia kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Lazima tuamini hili. Kwa hiyo tunapaswa kufanya nini? Kwa kuwa ina mapenzi ya Mungu kwa ajili ya wokovu, kamwe usiongeze wala kupunguza.
Biblia inafunua mapenzi ya Mungu kupitia historia, kupitia unabii au kupitia nyaraka. Kuna njia mbalimbali. Bado ni lazima tusisahau kamwe kwamba Mungu aliziandika ili kuwasaidia wanadamu kumwelewa yeye na kutafuta ukweli. Walakini watu hawafikiri kwa njia hii, bali wanafikiri hili ni andiko lililoandikwa na wanadamu. Hivyo wanapotosha mapenzi ya Mungu katika Biblia. Kwa sababu hii, kadiri muda unavyopita, Ukristo unapungua na neno la Mungu la uzima linatoweka kote Ulaya, Amerika ya Kaskazini na Kusini na ulimwenguni kote. Kwa kweli hii ni bahati mbaya. Tuangalie Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 14. Katika sura ya 3 mstari wa 14 imeandikwa, kwa sababu hii wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo haya, fanyeni bidii ili awakute katika amani, bila mawaa wala dosari. Hesabuni uvumilivu wa Bwana kuwa ni wokovu, kama vile ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima ile aliyopewa na Mungu. Huandika vivyo hivyo katika nyaraka zake zote, akizungumzia ndani yake mambo haya. Katika nyaraka zake kuna mambo mengine ambayo ni vigumu kuyaelewa, ambayo watu wajinga na wasio thabiti wanafanya nini? Huyapotosha kwa maangamizi yao wenyewe. Wanaipotosha Biblia. Kwa maneno mengine, wanayageuza maneno. Hivyo nini kitawatokea kama wapotoshavyo pia maandiko mengine? Basi ninyi wapenzi, kwa kuwa mmekwisha kujua mambo haya, jilindeni. Maana yake kuwa mwangalifu, msije mkachukuliwa na kosa la watu hao waasi na kuanguka kutoka kwenye uthabiti wenu, bali kuweni katika neema na katika kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na milele. Amen. Kama tunavyoona hapa, Biblia haipaswi kufasiriwa kwa lazima na mtu yeyote. Basi ni lazima tusikilize tafsiri ya Mungu, mwandishi wa Biblia. Kulingana na Mika sura ya 4, Mungu anasema atafanya nini katika siku za mwisho. Tuangalie unabii katika Mika sura ya 4. Maneno ya Mika sura ya 4 mstari wa 1 yanasema, katika siku za mwisho mlima wa hekalu la Bwana utaimarishwa kama mlima mkuu miongoni mwa milima yote, utainuliwa juu ya vilima na watu wa mataifa watamiminika humo. Mataifa mengi yatakuja na kusema, njoni, twendeni mlimani mwa Bwana, kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo. Atafanya nini? Atatufundisha njia zake. Hili litatokea lini? Katika siku za mwisho. Katika siku za mwisho, Mungu atakuja na kutufundisha njia zake, ili tuweze kuenenda katika mapito yake. Hatuundi mafundisho mapya. Biblia inatufundisha kwamba ni kosa kupotosha maneno ya Mungu. Tuone mstari wa 2 tena. Unasema, sheria itatoka Sayuni, neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Katika siku za mwisho lazima tujifunze kutoka kwa Mungu. Je, hii si sababu imeandikwa katika Waibrania sura ya 9 mstari wa 28 kwamba atakuja mara ya pili kwa wale wanaomngoja? Basi Mungu aliyekuja mara ya pili alielezeaje mamlaka ya Biblia? Biblia si jambo la kubuniwa, bali ni maelezo ya kweli ya mambo yatakayotimizwa. Watu husema, ninatambua mamlaka ya Biblia, ilhali hawaadhimishi Pasaka iliyotajwa katika Biblia, sivyo? Je, wanaishika siku ya Sabato? Hapana. Yesu alisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami.
Ondokeni kwangu ninyi mnaoasi sheria. Je, hakuwakataa? Kwa midomo yao wanasema lazima tuiamini Biblia, lakini bado hawaiamini. Walakini lazima tusiwe kama wao. Mungu alitupa Biblia ili kufungua njia ya kwenda mbinguni, kurekebisha matendo yetu yote mabaya na kutuongoza kwenye wokovu. Je, hii si sababu Mungu alitupa Biblia? Basi kwanza tuhakikishe kwamba Biblia ni ukweli. Tufungue Ayubu sura ya 26. Katika Ayubu sura ya 26 mstari wa 7 imeandikwa, hutandaza anga la kaskazini mahali patupu, naye huining'iniza dunia. Dunia hapa inarejelea sayari ya dunia. Alining'iniza dunia hii wapi? Mahali pasipo na kitu. Jambo muhimu zaidi hapa ni kwamba dunia imening'inia mahali tupu. Kitabu cha Ayubu kiliandikwa yapata miaka 3500 iliyopita. Mungu alifunua ukweli huu kupitia Ayubu miaka 3500 iliyopita. Sheria ya mvutano wa ulimwengu wote ilijulikana rasmi kupitia mwanasayansi aitwaye Newton mnamo 1687. Basi watu kabla ya wakati huo walifikiri nini kuhusu dunia? Watu waliamini kwamba ardhi iliundwa juu ya mgongo wa tembo mkubwa. Dunia ni duara. Dunia imening'inia angani. Hili lilikuwa nje ya mawazo ya kawaida. Walakini sasa, je, si kila mtu anaamini kwamba dunia imening'inia angani? Siku hizi satelaiti bandia huruka angani zikipiga picha za dunia. Kwa kushangaza, Mungu tayari aliifunua kupitia nabii miaka 3500 iliyopita, lakini je, watu wakati huo waliliamini hili? Kwa uelewa wao wa kisayansi, lilikuwa jambo lisilowazika kwamba dunia ilining'inia angani. Walakini Mungu alisema nini maelfu ya miaka kabla? Dunia imening'inia mahali pasipo na kitu. Je, hili halituruhusu kuthibitisha kwamba Biblia, neno la Mungu, ni ukweli? Kwa kuwa Biblia inatangulia sayansi, kwa uelewa wetu wenye mipaka, hatuwezi kuelewa mapenzi ya Mungu. Hii ndiyo maana ilikuwa vigumu sana kwa watu wakati huo kukubali ukweli. Tunasema kuna ufalme wa milele wa mbinguni. Je, Biblia inasema kuna ufalme wa mbinguni au la? Walakini watu hawaamini. Tunasema kuna jehanamu. Walakini je, watu hawana shaka juu yake? Kwa kuwa hawaliamini, wanashindwa kutafuta njia ya kwenda mbinguni. Watu wako katika hali ya kusikitisha na ya upumbavu kwa kuwa hawaji kujifunza jinsi ya kuepuka jehanamu, sivyo? Maneno yote ya Mungu yako maelfu ya miaka mbele ya mawazo ya watu, na Mungu tayari aliwajulisha wanadamu ukweli kupitia Biblia. Tuangalie Ayubu sura ya 36 mstari wa 24. Katika sura ya 36 mstari wa 24 imeandikwa, kumbuka kuzitukuza kazi zake ambazo watu wamezisifu katika wimbo. Wanadamu wote wameiona, watu wanaikazia macho kwa mbali. Mstari wa 26. Tazama jinsi Mungu alivyo mkuu kupita ufahamu wetu. Hesabu ya miaka yake haitafutiki. Yeye huvuta juu matone ya maji, ayachujayo kama mvua kutoka kwenye vijito. Mawingu huangusha chini maji yake, nayo mvua nyingi huwanyeshea wanadamu. Usemi kuvuta juu maji hurejelea maji kubadilishwa kuwa mvuke na kuinuliwa kwenda hewani. Yanakuwa mawingu, kisha mvua nyingi hunyesha.
또 그것이 다시금 사람 위에 쏟아지는 물의 어떤 순환 과정을 Tunaweza kuona Mungu alielezea mzunguko wa maji katika kitabu cha Ayubu sura ya 36 katika siku ambazo watu walidhani mvua ni maji tu yanayodondoka kutoka angani. 하나님께서는 이 물의 순환 과정을 지금 설명을 지금 하고 계십니다. Ilikuwa katika karne ya 17 ambapo wanadamu walianza kuonyesha shauku ya kisayansi kuhusu mzunguko wa maji na wakapanga nadharia hiyo. Hivyo neno la Mungu siku zote limetangulia uelewa wa wanadamu wa kisayansi. Ikiwa imeandikwa katika Biblia kwa namna hii, lazima tuamini kwamba Biblia ni ukweli. Katika siku zile lazima watu waliuliza, maji yanapandaje angani? Sijawahi kuona. Lazima iwe uongo. Siwezi kuamini. Ilikuwa karibu miaka 400 hadi 500 tu iliyopita katika karne ya 17 ndipo watu waligundua hili. Walakini Mungu tayari aliandika hili kupitia manabii miaka 3500 iliyopita, sivyo? Sababu ya kushiriki hili nanyi leo ni kwa sababu kila kitu kilichoandikwa katika Biblia ni kweli na tunapaswa kuamini. Wakati huo huenda watu hawakuiamini, lakini wakati utakapokuja kila mtu atasema ilikuwa kweli. Kwa kweli Biblia iliandika yale yatakayotukia. Leo nitatoa mifano michache sawa kwa ajili yenu. Isaya alikuwa nabii karibu miaka 700 kabla ya Yesu kuja. Katika Isaya sura ya 53 inaandika kuhusu Masia ambaye atakuja miaka 700 baadaye. Tuangalie Isaya sura ya 53 mstari wa kwanza. Ni nani aliamini ujumbe wetu, na mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani? Alikuwa mbele yake kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Hakuwa na uzuri wala utukufu wa kutuvutia kwake, hakuwa na chochote katika sura yake cha kutufanya tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na wanadamu. Nabii Isaya alitabiri kuhusu mtu mahususi ambaye angetokea miaka 700 baadaye, naye angekataliwa na wanadamu. Mtu wa huzuni nyingi, ajuaye mateso. Kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Mstari wa 4. Hakika alichukua udhaifu wetu na akajitwika huzuni zetu. Hata hivyo tulidhania kuwa amepigwa na Mungu, akapigwa sana naye na kuteswa. Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake, na kwa majeraha yake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, naye Bwana aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Kwa njia hii, Mungu alimruhusu nabii Isaya aandike mambo yote yatakayotokea miaka 700 baadaye. Basi matukio haya yalitokea miaka 700 baadaye. Yote yalitokea kama yalivyoandikwa. Tuendelee kulichunguza hili. Alionewa na kuteswa, hata hivyo hakufungua kinywa chake. Aliongozwa kama mwana-kondoo apelekwaye machinjoni, kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wao wamkataye manyoya, hivyo hakufungua kinywa chake. Mambo haya yote yangetokea kwa sababu ya makosa yetu. Tuone mstari wa 8. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa. Nani awezaye kueleza kuhusu kizazi chake? Kwa maana alikatiliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa ajili ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na waovu, pamoja na matajiri katika kifo chake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Katika maisha ya Yesu, mambo yote yalitukia kama yalivyotabiriwa.
Alilazwa katika kaburi la mtu mmoja tajiri aitwaye Yosefu. Pia alisulubiwa na nani? Alisulubiwa pamoja na wanyang'anyi wawili. Je, alipigwa mijeledi au la? Je, alihukumiwa pasipo haki au la? Je, alitobolewa au la? Kuanzia mwanzo hadi wa mwisho, kila kitu kilitimizwa. Kwa hiyo, tunaweza kuhakikisha kwamba Biblia ina maneno ya Mungu ambayo yaliandikwa mapema ili kutabiri matukio ya wakati ujao. Tunaweza pia kuthibitisha kwamba maneno haya si hadithi za kubuniwa au mawazo ya mtu fulani, sivyo? Lazima kamwe tusiongeze wala kupunguza kutoka kwenye Biblia, tukithibitisha mamlaka yake kamili. Hii ni kwa sababu ni maneno ya Mungu. Mungu alifanya kila mpango wa wokovu bila makosa hata kwa 0.0001. Wanadamu wa kawaida wanawezaje kusema inapaswa kuwa hivi au hivyo? Kweli Yesu alitimiza maneno haya kama yalivyoandikwa katika Isaya sura ya 53. Tuthibitishe hili kwa kufungua Mathayo sura ya 27 mstari wa 57. Ilipofika jioni, alifika mtu mmoja tajiri kutoka Arimathaya aitwaye Yosefu. Kuwa tajiri kunasisitizwa hapa, ambaye pia alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Akamwendea Pilato ili kumwomba mwili wa Yesu. Pilato akaamuru apewe. Yosefu akauchukua mwili wa Yesu, akaufunga katika kitambaa cha kitani safi na kuuweka katika kaburi lake mwenyewe jipya. Lilikuwa kaburi la nani? Lilikuwa kaburi la yule tajiri alilokuwa amelichonga kwenye mwamba. Kisha akavingirisha jiwe kubwa katika ingilio la kaburi, akaenda zake. Je, unabii ulioandikwa katika Isaya sura ya 53 ulitimia miaka 700 baadaye? Ndiyo. Pia ilitabiriwa kwamba atafanyiwa kaburi pamoja na waovu. Tuhakikishe hili katika Luka sura ya 23. Luka sura ya 23 mstari wa 39. Mmoja wa wale wahalifu waliosulubiwa pamoja naye akamtukana, akasema, wewe si ndiye Kristo? Jiokoe mwenyewe na utuokoe na sisi. Lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake, akasema, je, wewe humwogopi Mungu wakati uko kwenye adhabu hiyo hiyo? Sasa kulingana na mstari wa 39, nani alisulubiwa pamoja naye? Alikuwa mmoja wa wahalifu. Kulingana na Isaya sura ya 53, alifanyiwa kaburi na nani? Alifanyiwa kaburi pamoja na waovu. Kulikuwa na wahalifu wawili kwenye pande zake zote mbili. Mhalifu kwenye upande wa kulia aliungama dhambi zake na kumwambia Yesu, unikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. Kwa upande mwingine, yule mhalifu kwenye upande wa kushoto alimdhihaki Yesu. Hatimaye alifanyiwa kaburi pamoja na waovu, na baada ya kufa aliwekwa katika kaburi la tajiri aitwaye Yosefu. Mungu kupitia nabii Isaya alieleza matendo yote ya Yesu Kristo ambaye angetokea miaka 700 baadaye. Kwa hiyo hatupaswi kuwasikiliza wale ambao hawaiamini Biblia, bali tukumbuke kwamba Biblia ni neno kamili la Mungu na hakika litatimizwa. Kama watu miaka 3500 iliyopita wangejua kwamba dunia imening'inia angani, wangeingiwa na hofu kuu. Walakini kama vile sayansi ilivyothibitisha kwamba dunia imening'inia angani, hivi karibuni Mungu ataturuhusu tuone kwa macho yetu wenyewe kwamba mbingu na jehanamu kweli zipo. Natumaini kwamba hakuna hata mtu mmoja atakayeingia jehanamu. Hali ya hewa imekuwa joto sana hivi karibuni. Je, haiumizi? Maisha ya kila siku yamekuwa magumu kutokana na hali joto ya juu. Tukizingatia mateso ya milele katika ziwa la moto, lazima tumwongoze kila mtu kwa haraka kwenye ukweli ambapo wanaweza kupokea msamaha wa dhambi na wokovu ili wasiende jehanamu. Hii ni kwa sababu mambo yote yaliyoandikwa katika Biblia ni kweli.
Ingawa Mungu anawafundisha wanadamu ukweli, watu hawauamini. Nikifa nitaenda jehanamu. Watu wengine wote wanaenda huko pia. Kuna tatizo gani? Ni wenye kusikitisha zaidi. Kwa hiyo, kila mtu lazima aelewe Biblia kwa usahihi na aamini kwamba hakika itatimizwa. Tufungue Yohana sura ya 19. Unabii katika Isaya sura ya 53 unaosema kwamba Yesu atatobolewa ulitimia pia. Yohana sura ya 19 mstari wa 33. Lakini walipomkaribia Yesu wakaona ya kuwa amekwisha kufa, hivyo hawakuvunja miguu yake. Badala yake mmoja wa wale askari alifanya nini? Akamchoma mkuki ubavuni na mara pakatoka damu na maji. Mtu aliyeona mambo hayo ndiye alitoa ushuhuda, nao ushuhuda wake ni kweli. Anajua kuwa anasema kweli, naye anashuhudia ili pia nanyi mpate kuamini. Kwa maana mambo haya yalitukia ili maandiko yapate. Maandiko yatakuwa nini? Kutimia yale yasemayo, hakuna hata mfupa wake mmoja utakaovunjwa. Unabii huo ulitimia. Tena andiko lingine lasema, watamtazama yeye waliyemchoma. Hii inatukumbusha juu ya Isaya sura ya 53, lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Ni kana kwamba nabii Isaya alisafiri katika wakati kwa mashine ya muda hadi wakati wa Yesu, alishuhudia kila kitu na akaandika miaka 700 mapema. Lazima tukumbuke kwamba Biblia ina sifa hizi. Hivyo Yesu aliyekuja miaka 2000 iliyopita pia alitufundisha kuhusu hili. Tuangalie Luka sura ya 24 mstari wa 25. Sura ya 24 mstari wa 25, Yesu akawaambia, ninyi ni wajinga kiasi gani, nanyi ni wazito mioyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii. Ingekuwa rahisi zaidi kama wangaliamini hili kabisa, lakini walikuwa na mashaka. Hivyo Yesu akasema, ninyi ni wajinga kiasi gani? Je, haikumpasa Kristo kuteswa kwa njia hiyo na kisha aingie katika utukufu wake? Naye akianzia na sheria ya Mose na manabii wote, akawafafanulia jinsi maandiko yalivyosema kumhusu yeye. Lazima tuamini kabisa chochote kilichoandikwa katika Biblia. Hakuna haja ya kusitasita. Tuthibitishe hili kupitia Mathayo sura ya 26. Tuangalie Mathayo sura ya 26 mstari wa 51. Ghafula mmoja wa wale waliokuwa na Yesu alipoona hivyo, akaushika upanga wake, akauchomoa na kumpiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, kwa maana wote watumiao upanga watakufa kwa upanga. Je, unadhani siwezi kumwomba Baba yangu naye mara moja akaniletea zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Lakini je, yale maandiko yanayotabiri kwamba ni lazima itendeke hivi yatatimiaje? Yesu alisema nini kuhusu Biblia? Je, hakukubali kwamba mambo yote yaliyoandikwa katika Biblia yanatoka kwa Roho wa Mungu na hakika yatatimizwa? Alimaanisha hata kama ukifanya hivi, unabii utatimia. Rudisha upanga wako mahali pake. Kupitia hili, tunaweza kuelewa kwamba unabii katika Biblia hakika utatimizwa, sivyo? Basi Ufunuo sura ya 21 inasema nini kuhusu ufalme wa mbinguni? Mungu anatufundisha kwamba hakutakuwa na mauti tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu, na kwamba shangwe mpya zitaanzishwa siku baada ya siku, ili kwamba maisha yetu yafurike shangwe. Je, hakutuamsha kwa ukweli huu? Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mistari ya 4 hadi 5 inasema tutaishije mbinguni? Watatawala milele na milele.
Mungu alituamsha kwa mambo yatakayotokea. Tulithibitisha kwamba mambo yote yaliyoandikwa katika Biblia ni tukio ambalo hakika litatokea. Ufalme wa milele wa mbinguni, mbingu mpya na dunia mpya, hauko mbali. Kwa hiyo hebu tusipoteze kamwe tumaini letu la mbinguni. Ijapokuwa Shetani alionyesha utukufu wa fahari katika dunia hii, je, Yesu hakuyashinda hayo majaribu? Shetani alimwonyesha utukufu wa ulimwengu na kusema, nisujudie. Alimwambia Yesu ajinyenyekeze kwake, lakini Yesu alisema nini? Ondoka kwangu, Shetani, mwabudu Bwana Mungu wako pekee. Tunachopaswa kuabudu katika dunia hii si utajiri, umaarufu wala maarifa. Tunapaswa kumwabudu Mungu pekee. Biblia inatuambia kwamba mbingu na jehanamu kwa kweli zipo. Ufalme wa mbinguni upo. Ndivyo ilivyo kwa jehanamu. Kwa hiyo ninawaomba mfanye juhudi kushiriki neno zuri na lenye neema la Mungu pamoja na familia, marafiki, watu tuwajuao na majirani zetu, ili kwamba mwaka huu ujawe na neema. Wanafamilia wetu wa Sayuni wanaoshika imani katikati ya changamoto mbalimbali, hebu tuendelee kuwa imara. Nikiwaomba kwa dhati kila mmoja wenu kuwa watoto wa mbinguni, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni.